Jamaa yule yule. Mwangalia akipanda akielekea huko umilele pamoja naye. Unaona, anaunganisha nguvu zake mbili pamoja. Ni jambo lile lile wanalojaribu kufanya sasa hivi, jambo lile lile leo. Na jambo la ajabu, labda hufahamu jambo hilo, lakini leo kutoka katika kundi la Kibaptisti huko Louisville, mlisikia jambo hilo kwenye redio. Mnenaji mmoja alisimama, na ni wangapi waliosikia jambo hilo? Kweli, unaona vema. Haya basi, wao wanataka na waliomba kanisani sasa ya kwamba haitubidi hasa kuninilo kwa namna fulani tu kujiunga na kanisa Katoliki, lakini itatubidi kwa namna fulani kuwa na ushirika pamoja nao kupata. Na wakati huo jambo hilo linapoendelea kule Louisville, upande huu Mungu anawafunulia watu wake mihuri kuonyesha jambo hilo. Msifanye hivyo. Mnawaona hao wawili wakifanya kazi pamoja. Kumbukeni, kunguru na ua waliketi kwenye kijiti kile kile cha kutulia katika safina. Hakika, kumbukeni tu. Sasa tunaona anaunganisha nguvu zake. Basi wakati alipokuwa taifa na kanisa pia, serikali ya kanisa, basi utafanya nini? Anaunda dini yake mwenyewe, na sasa anaweza kufanya lolote analotaka kufanya. Basi ana haki ya kuua mtu yeyote asiyekubaliana naye. Hivyo ndivyo alivyofanya kabisa pia, na hivyo ndivyo alivyofanya hasa. Na kile yeye aliwafanyia hivyo watakatifu wa Mungu aliye hai, walidumu na neno wala hawangekubaliana naye juu ya mafundisho yake ya sharti, aliwaua. Sasa ndugu Livell na ninyi walimu hapa wa wakati wa Nikea na kanisa la mwanzoni, mimi sijui kama mlisoma jambo hili ama hamkulisoma. Kama mnataka kulisoma, linapatikana katika kitabu cha Smaka kinachoitwa Glorious Reformation. Nanyi unaona jambo hilo ya kwamba wakati Mtakatifu Agostino wa Hippo alipokuwa kasisi chini ya kanisa la Roma, alipata nafasi. Hata wakati mmoja Roho Mtakatifu alitaka kumshukia naye akamkataa. Ni wangapi wanajua jambo hilo kama mwalimu? Kwa hiyo yeye alimkataa Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ilivyo hasa mfano wa kanisa la Kiprotestanti leo ambalo limemkataa Roho Mtakatifu. Alirudi huko Hippo, naye ndiye mwenyewe hasa aliyetia sahihi ile karatasi iliyosema ufunuo kutoka kwa Mungu, ya kwamba ilikuwa ni sawa na inampendeza Mungu kumuua kila mtu ambaye hakuamini, pamoja na kanisa la Roman Catholic. Sasa sikilizeni, ninanukuu kutoka kwenye kitabu cha Wafia Imani. Tangu wakati wa Mtakatifu Agostino wa Hippo mpaka mwaka 1586 kwenye kitabu cha Wafia Imani wa Roma, kanisa la Roma ni Katoliki liliwaua Waprotestanti milioni 68. Je, upanga wake ulikuwa mwekundu? Je, alikuwa amempanda farasi mwekundu? Ilikuwa ni nini? Nguvu zile zile, mpanda farasi yule yule, hapo huo muhuri. Wao wanakubali milioni 68 kwenye kitabu cha Wafia Imani, mbali na wale wote waliouawa nje hao. Lo, rehema! Katika wakati wa nyakati za giza kulikuwako na mamilioni waliolishwa kwa simba na kuuawa kwa kila njia, kwa sababu wasingekubali fundisho hilo la sharti la Katoliki. Unajua jambo hilo. Mna wakati gani umebakia? Kusanyiko linasema wakati mwingi sana, usiku kucha. Vema, hebu nisome jambo fulani, nifungue sasa. Hebu niwaonyeshe jambo fulani. Hebu na tuangalie jambo hili kwa dakika moja tu. Imetoka kwamba nimelikumbuka sasa hivi, nasi tutalisoma tu. Hebu na tufungue Ufunuo sura ya 17 ya Ufunuo. Tungali tuna dakika 15 zilizosalia. Vema, sasa sikilizeni kwa makini sana. Sasa tunaposoma, ninyi mlio na Biblia zenu na mfungue. Nitawapa tu muda kidogo ili kwamba mlipate. Je, ulilipata hilo? Nimelipata kwenye kitabu cha Smaka, unaona, Glorious Reform. Hilo lilichukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye kitabu cha Wafia Imani cha Rumi huko Vatican. Sasa hiyo ilikuwa ni kufikia mpaka kwenye yale mateso ya watu wa Mtakatifu Patrick.
na halafu eti wao wanamuita Mtakatifu Patrick, mtakatifu wao. Mtakatifu Patrick alikuwa Mkatoliki kulingana tu kama vile mimi nilivyo. Nani mnajua mimi ni Mkatoliki jinsi gani? Unaona, yeye alilichukia sana fundisho la kanisa hilo, alikataa kwenda kwa Papa. Ndivyo bwana. Mtakatifu Patrick hata mbona ninyi je, mlipata kwenda huko Ireland ya kaskazini ambako alikuwa na shule zake? Najua jina lake alikuwa Patrick. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Jina lake lilikuwa ni Sukati. Hiyo ni kweli. Alipoteza dada yake mdogo, mnakumbuka wakati wao. Unaona vema. Sasa angalia mlango wa 17 wa Ufunuo. Sasa kila mtu na ajaribu kufungua moyo wake. Hebu Roho Mtakatifu na akufundishe sasa. Akaja kwangu mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7. Sasa unaona kuna vile vitasa 7. Unajua hizi 7 wakati tunapopitia zote zinatukia wakati ule ule kufuatana na yale mapigo, vikifuatana na nyakati za kanisa vile vile tu, kwa sababu yote yametiwa muhuri katika kile kitabu kimoja, kila kitu, na kila kitu kinatukia katika mzunguko tu kimoja, kinaingia moja kwa moja katika hicho kingine na hicho kingine na hicho kingine. Kuna roho mbili zinazofanya kazi, Mungu na Ibilisi. Unaona, wenye vile vitasa 7 vya mwisho. Na akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Sasa angalia hapa, huku hayo maji. Kahaba hicho ni nini? Huyo ni mwanamke, hawezi kuwa ni mwanamume. Na mwanamke anaonyeshwa na kitu gani kanisani katika Biblia? Kanisa. Kwa nini? Bibi harusi wa Kristo na kadhalika. Unaona, ni mwanamke, kanisa. Sasa maji hayo yana maana gani? Angalia hapa, soma kifungu chake cha 15 hapo. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa, makutano, mataifa na lugha. Kanisa hili lilikuwa likitawala ulimwengu mzima. Unaona, aliyeketi juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye uzinzi wa kiroho, kuchukua fundisho lake, fundisho la Wanikolai. Nao wakahao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake. Jamani, unanena kuhusu kundi lililolewa kwa hilo wewe. Basi akanichukua katika roho hata jangwani, na nikaona mwanamke. Na je, ulijua nini? Vitabu vyenyewe vya Wakatoliki vinakubali kwamba hili ni kanisa lao. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Kwenye vitabu vyao wenyewe kabisa. Nina Fact of Our Faith kinavyoitwa sasa. Unaona, ni cha kasisi fulani. Vema, na kwa hiyo akanichukua katika roho hata jangwani, na nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Sasa angalia tu jambo hilo, ishara hiyo, hivyo vichwa 7. Sasa unaona hapa mahali inaposemwa na vile vichwa ulivyoviona ni milima 7 anapoketi mwanamke huyo. Rumi imekaa juu ya milima 7. Unaona, sasa hakuna kosa kuhusu jambo hilo. Unaona, vichwa 7 na pembe 10, unajua ni zile falme 10 na kadhalika. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau nyekundu, amepambwa katika dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na chukizo la machafu ya uasherati wake, ile roho ya mpinga Kristo, uasherati. Unaona, mafundisho hiyo ni kufanya uzinzi juu ya Mungu. Unaona, sasa yeye anapaswa kuwa bibi harusi. Unaona, na anafanya uzinzi. Unaona, kama tu vile hawa walivyofanya, kama tu vile kanisa linavyofanya pale. Unaona, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu. Na mtu yeyote anajua Babeli ni Rumi, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Basi sikiliza kifungu cha 6. Na nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Alikuwa ni kitu cha kupendeza sana, akiwa na misalaba na kila kitu juu yake. Anawezaje kama kuwa na hatia ya kulewa kwa damu ya watakatifu? Lilimshangaza. Sasa atamwambia, na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na mnyama huyu aliyemchukua. Sasa hili aliko chini ya moja ya ile mihuri, hili ni jambo lingine. Unaona, naye akasema, vile vichwa 7 na zile pembe 10, yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye hayuko
hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu, hana msingi papa, na kwenda kwenye uharibifu, na hao wakaao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, hao hapo wateule. Unaona uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni vipi, ni lini jina lako lilipoandikwa katika kitabu cha uzima? Kwenye ule uamsho uliohudhuria la Bwana tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Watastaajabu walipomwona yule mnyama, ya kwamba alikuwako, hayuko, naye atakuwako. Unaona, yule mnyama mmoja atakufa, mwingine atachukua mahali pake. Alikuwako, hakuwako, alikuwa, hakuwako, naye ataenda moja kwa moja mpaka kwenye uharibifu. Namna hiyo, unaona vema. Na hapa ndipo penye akili zenye hekima. Ni wangapi wanaojua kuna karama 9 za kiroho na moja ya hizo ni hekima? Vema, vile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Lo, itabidi uwe ukipofu kabisa, kiziwi na bubu usilipate jambo hilo. Unaona vema, kuna wafalme 7, 5 wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo, Nero, na mwingine anakuja, naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache tu. Unakumbuka yale aliyofanya? Aliuteketeza mji na akawasingizia Wakristo, na akamweka mamaye kwenye mti mmoja wa farasi na kumkokota mitaani. Ndipo akacheza fidila wakati Rumi inateketea. Vema, na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8. Rumi ya kipagani ilifanywa kuwa Rumi ya papa wakati roho ya mpinga Kristo ilipofanyika mwili, na akavikwa taji kama mfalme wa Rumi, wa taifa na wa kanisa pia pamoja. Lo, ndugu, unaona hiyo imejaa mambo hayo tu. Unaona ni wa 7, naye anaenda, yeye anadumu muda gani? Wao hawabadilishi utaratibu huo kwenye uharibifu. Zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea falme za wafalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hao ni watawala wa mabavu. Unaona, bila shaka hawa wana nia moja. Sasa angalia hapa, haizungumzii juu ya ukomunisti. Unaona, hawa wana shauri moja, nao wanampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa, wateule na waaminifu. Kisha kaniambia, yale maji uliyoyaona hapa katipo yule kahaba ni jamaa, makutano, mataifa na lugha. Zile pembe 10 ulizoziona juu ya huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, na agano hilo limevunjwa. Nilizungumza juu ya jambo hilo jana usiku. Nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi, na watamla nyama yake, na watamteketeza kabisa kwa moto. Hivi ujui Biblia inasema ya kwamba manahodha na chochote kile kinginecho walisema, ole mji ule ulio mkuu, jinsi ulivyopata hukumu yake katika saa moja. Unaona, maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake, na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama falme zao, hata neno la Mungu litimizwe. Yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye falme juu ya wafalme wote wa nchi. Niambie mmoja, Urusi haitawali juu ya wote, sisi hatutawali juu ya wote. Kuna mfalme mmoja tu anayetawala juu ya kila, kama kile chuma cha Nebukadreza kinachopitia katika kila moja cha hivyo vidole vya miguu. Hicho ni Rumi. Rumi haifanyi jambo hilo kama taifa, inafanya hivyo kama kanisa. Kila taifa chini ya mbingu liko chini ya Rumi. Si ajabu wao walisema, ni nani anayeweza kufanya vita naye? Yeye anaweza kusema amani. Hilo linatosha. Kila Mkatoliki aseme ni nini? Msipigane. Nao hawatapigana. Hilo tu basi. Ni nani anayeweza kufanya yale anayoweza kufanya? Hakuna. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo wanashangazwa na miujiza anayoweza kufanya. Anaweza kusimamisha vita. Jambo tu linalompasa kufanya ni kusema tu msipigane. Hilo tu basi. Lakini unafikiri atafanya hivyo? Hawezi kamwe. Angalia hiyo
kweli inaonyesha watauana. Uta wake haukuwa na mishale kwanza, lakini upanga wake mkuu uliua. Alifanya mauaji yake baadaye, na akabadili kutoka farasi mweupe na akampanda farasi mwekundu. Ni Ibilisi yule yule hasa na upanga wake. Yesu alisema nini? Yesu alisema wale waushikao upanga watangamia kwa huo. Usipigane. Unaona, Yesu usiku huo wakati aliposema jambo hilo, na Petro akautoa upanga wake. Unaona, wewe fanya tu kama yeye alivyofanya, songa mbele tu. Sasa kumbukeni, yeye ana upanga, anatoka kwenda mbele, upanga mkononi, amepanda farasi mwekundu, akikanyaga na kupitia katika damu ya kila mtu asiyekubaliana naye. Sasa mnafahamu jambo hilo? Ni wangapi wanaofahamu muhuri huo ni nini sasa? Amina, vema. Sasa Yesu alisema nini? Waushikao upanga watangamia kwa upanga. Hiyo ni kweli. Vema, mpanda farasi huyu na raia wote wa ufalme wake wanaoua katika ule wakati wote mzima, ambao wamemwaga damu hii yote ya wafia imani ya watakatifu, watauawa kwa upanga wa Yesu Kristo hapo atakapokuja. Hao waushikao upanga watauawa kwa upanga. Waliuchukua upanga wa fundisho la sharti la mpinga Kristo na kuwaua waabudu halisi wa kweli kote katika nyakati kwa mamilioni. Na wakati Kristo atakapokuja na ule upanga, kwa maana ni neno lake linalotoka katika kinywa chake, yeye atamuua kila adui aliyoko mbele zake. Naamini jambo hilo, kumuua yule adui. Hebu na tuende hapa kwa dakika moja tu Ufunuo. Tutaona sasa kama mimi ninasema tu jambo hilo ama kama neno linasema. Ufunuo 19:11. Kisha nikaona mbingu zimefunuka. Amina. Na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anaitwa Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki amehukumu na kufanya vita. Macho yake yalikuwa miali ya moto, na juu ya kichwa chake vilema vingi. Lo, ndugu, unaona yeye tayari amekwisha kuvikwa taji na watakatifu wake. Unaona, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila mwenyewe. Kumbukeni, hatulijui hilo. Unaona ni lipi? Naye alikuwa amevikwa, hebu tuone, naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Sini, lakini aitwa Neno la Mungu, kwa kuwa yeye na neno ni moja. Unaona, sasa angalia, si majina yake jina lake anaitwa Neno la Mungu. Inajua tu jina moja, hakuna jina lingine. Na majeshi ya mbinguni yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Hiyo ni haki ya watakatifu. Unaona? Sasa angalia, Yesu alisema nini? Yeye aushikaye upanga. Vema, mpanda farasi mwekundu hapa ambapo anakuja, yeye aushikaye upanga. Huenda uliwaua milioni 68 wa hao kote katika nyakati hizi zote tangu wakati huo, labda zaidi. Lakini Yesu alisema yeye aushikaye upanga ataangamia kwa huo. Angalia, na upanga mkali utoka kinywani mwake. Waebrania sura ya 4 ilisema neno la Mungu lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, unakata hata kwenye mafuta ya viungo. Na linafanya nini hilo neno? Linafanya nini? Ni tambuzi la mawazo ya moyo. Kweli, upanga mkali ukatao kuwili, upanga mkali utoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kama wadanganyifu dhidi ya neno la Mungu, na kwa sababu wasingekubali na jambo hili, Shetani aliunganisha nguvu za kisiasa alizokuwa nazo na nguvu za kiroho alizokuwa nazo pamoja, na kuunda kanisa linaloenea katika kila taifa. Naye ameua mamilioni mara mamilioni.
Baada ya kuruka kutoka katika farasi wake mweupe, akapanda farasi wake mwekundu, naye akautwaa upanga wake na akatoka kwenda zake. Lakini Mungu alisema, kwa kitu kile kile alichopotosha au alichojaribu kupotosha kwa mafundisho ya uongo, neno lilo hilo litainuka katika nguvu likitoka katika kinywa cha Yesu Kristo, nalo litamuua na kila kitu kilicho mbele zake. Amina. Hapo muhuri wa pili. Mnampenda? Lo, jamani, hiyo ni Bwana asema hivi. Mungu asifiwe. Kama mafunuo haya mengine yote na maono na kila kitu, huu umetimia kikamilifu kweli kweli kabisa. Na ni wangapi wanajua jambo hilo? Inua mkono wako, mamia. Kila mtu hapa wameinua mikono yao. Hiyo ni kweli. Vivyo hivyo huu utatimia. Kumbukeni, ndiyo hivyo. Lo, ewe rafiki, njoo kwenye chemichemi iliyojaa damu ibubujikayo toka kwenye mishipa ya damu ya Imanueli, ambapo wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mto huo uliofurika wanaondolewa mawaa yao ya hatia. Njoo mwamini yeye. Kama hujapata kumwamini, usibahatishe kama kuna kitu chochote maishani mwako. Rafiki, tumewasili. Jambo fulani liko karibu na kutukia. Sijui ni kwa nini, sijui ni lini. Ninajua litakalotukia, lakini sijui ni lini litakapotukia. Lakini halina budi kuwa, kwa maana yeye analifunua sasa hivi. Yeye hafanyi jambo lolote pasipo kulifunua. Amosi 3, yeye ulifunua kwanza, naye aliahidi ya kwamba mambo haya yatakuja katika siku za mwisho, na ule wakati wa 7 wa kanisa, mwisho wake, wakati mjumbe amewasili, hapo ingetimia. Ingefunuliwa. Hiyo mihuri iliyovunjwa itafunuliwa, na ndiyo hii hapa sasa. Hilo ni katika jina la Bwana. Amini jambo hilo, ewe rafiki. Naam Bwana, tokeni Babeli. Ninataka kusema jambo fulani kabla ya kufunga, maana inafikia kwenye saa 3:30. Ni wakati unaofaa sasa. Mimi na Billy tuliposhuka kutoka kwenye ndege huko India, safari yetu ya mwisho kule, nilikuwa nikisoma gazeti waliloleta. Lilikuwa limeandikwa katika Kiingereza, nalo lilisema hapana budi, tetemeko la nchi limekwisha, ndege wanarudi. Ndipo linaelezea kirefu. Wao, kulikuwa na jambo la ajabu lililotukia. India hawana fensi zilizofumwa kama tulizo nazo sisi. Wao wanaokota mawe na kutengeneza fensi zao, nao wanajenga nyumba zao nyingi kutokana na mawe wanayabandika tu hapo juu, na kuna joto kule kila mahali. Lo, popote pale, karibuni kote kule India, isipokuwa uwe huko juu milimani na huko chini kote, kupitia Calcutta na kadhalika. Watu wanalala tu mitaani wakifa kwa njaa na kadhalika. Sasa kwa hiyo, na wanajenga nyumba zao katika minara ya nyumba zao, wanazizungushia fensi moja kwa moja hapa kuzunguka nyumba yao. Wanajenga mnara wa nyumba yao, na mnara unaweza kuwa pale walipochimba kisima chao. Wanakichimba kwa ajili ya ng'ombe wao na kadhalika, kisha wanavizungushia boma. Na mara jambo fulani likaanza kutukia. Wale ndege wadogo, unawajua, wanaingia kwenye miamba hiyo na kujenga viota vyao na kulea vifaranga vyao. Na jambo fulani likaanza kutukia. Kila siku kunapokuwa na joto, ng'ombe wote watakusanyika na kusimama chini ya kivuli cha kuta hizo wapate upepo, na ndege wote wadogo wanaishi katika sehemu hizo mahali hapo. Na mara hao ndege wote wadogo, kwa sababu fulani isiyojulikana. Sasa mnajua tuliosema hivi majuzi kuhusu ndege wadogo, unaona, kwa sababu fulani isiyojulikana, wote waliondoka, nao wakatoka wakaenda zao, wala hawakurudi kwenye viota vyao. Walienda huko kondeni, wakaketi kwenye miti na mahali popote wangeliweza kupapata, ama moja kwa moja ardhini. Ng'ombe hawangekaribia, kondoo wasingekaribia. Walikaa moja kwa moja kondeni na kuegemeana. Hilo ni jambo zuri la kufanya. Walijua kwamba jambo fulani litatukia.
Alafu mara tetemeko la nchi likatokea na kuzitikisa kuta, zikaanguka na kuangusha fensi na kila kitu. Ndipo wale ndege wadogo wakaanza kurudi. Hawakurudi kwa yapata siku 3 ama 4, ndipo walipoanza kurudi. Wao wakasema, vema, matetemeko ya nchi hayana budi yamekwisha, sasa ndege wanarudi. Mbona? Je, amwamini ya kwamba Mungu yeye yule ambaye angewafanya ndege na ng'ombe na kondoo katika zile siku za Nuhu waingie katika ile safina, angali ni Mungu yeye yule anayeweza kuwafanya waruke waende kwenye mahali pa usalama? Hiyo ni kweli. Sasa hebu niseme jambo fulani ndugu, kuna jambo fulani lililo karibu na kutukia, na kuta hizi zote kubwa za kale za kidini zitaanguka na kurudi kule ng'ambo na kukubaliana, maana watafanya jambo hilo hakika tu kama linavyosimama hapa. Hiyo ndiyo sanamu ya yule mnyama, hakika tu kama linavyosimama hapa, na taifa hili limeichukua kulingana na neno la Bwana. Sikilizeni, unaposikia hisi hiyo ndogo ya ajabu, ondoka kwenye kuta hizo, ondoka, mtafia humo ndani. Msifanye jambo hilo, tokeni kwake, tokeni kwenye upuuzi huu wote, kimbilieni kwenye usalama upesi mwezavyo, mwombeni Mungu rehema. Usichukue tu baadhi ya, vema, mama yangu alikuwa ni Methodisti, kwa hiyo nadhani nitakuwa hivyo, baba yangu alikuwa ni Mbaptisti, nitakuwa hivyo. Usifanye hivyo, usibatishe hata kidogo. Sijali linaonekana rahisi na nyenyekevu namna gani, ni neno la Bwana. Kimbilieni kwa Yesu Kristo upesi mwezavyo, na ukae hapo mpaka Mungu atakapokujaza na Roho wake Mtakatifu, kwa sababu saa yaja wakati utakapomtafuta huyo, wala hata kuwako. Kwa hiyo hakikisheni mmempata. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Baba wa mbinguni, nina nini tu wakati mwingine Bwana, ninasimama hapa na ninatetemeka. Ninafikiri juu ya ile saa ya kuogofya inayokaribia, nami hakuna njia ya kuizuia. Imetabiriwa itakuja. Nami nilifikiri juu ya kwa nini watu hawaji na kusikiliza, na mbona wasije na kulikubali. Lakini bila shaka ninajua ya kwamba wewe ulisema hawatalikubali, kwa hiyo hawatalikubali. Lakini kuna baadhi yao ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, na wakati mihuri hiyo inapofunguliwa wazi kule, wanaona majina yao mle, na Roho Mtakatifu ananena nao, wanakuja. Huwezi kuwazuia, hakuna mtu anayeweza kuwazuia, hakuna hata mmoja. Wao wanakuja kwa vyovyote vile, kwa sababu wewe unawaongoza kama ulivyowafanyia wale ndege wadogo na kondoo na ng'ombe. Wewe ni Mungu. Silika fulani walionayo hao wanyama, kwamba wanajua ya kwamba hawana budi kuondoka. Na kama silika kwa mnyama inaweza kumwonya aikimbie hatari, Roho Mtakatifu anapaswa kufanya nini kwa kanisa linalodai limejazwa naye? Mungu uturehemu, tusamehe sisi sote Bwana makosa yetu. Hatumaanishi kusimama hapa kwenye mimbara hii na kuwaacha watu hawa wasimame kando na ya kuta, huku viungo vyao vya mwili vikiuma, na halafu waondoke waende zao tu na kusema, vema, hilo linasikika, ni jambo zuri sana Bwana, tunataka kufanya jambo fulani juu yake. Sisi tunakutaka wewe uichunguze mioyo yetu, kama kuna jambo lolote baya Bwana, tujalie tujue sasa. Tafadhali usituache tuifikie ile saa huko ng'ambo wakati tumeishachelewa tayari. Nichunguze, niangalie Bwana. Hapa ninasimama hapa kwa neema ya Mungu, nikiona mihuri hiyo imevunjwa kule juu, na ninaja nikiwaambia watu, wakati wewe ulibashiri lingetukia namna hii majuma kadha yaliyopita, na sasa Baba, ndio hili hapa waziwazi mbele zetu. Sasa Bwana, niangalie, nichunguze moyoni mwangu Bwana. Sisi sisi tunakutaka wewe uyachunguze maisha yetu, na kama kuna jambo lolote ndani humo ambalo si sawa, tuambie tu Bwana. Tunataka kulisahihisha sasa hivi wakati
kuna chemichemi iliyojaa damu, wakati kuna kitakasaji kinachoweza kusafisha dhambi zetu na kutokuamini. Tunataka kutumbukiza nafsi zetu chini ya hicho kutokuamini kwetu kote. Mungu tusaidie kutokuamini kwetu, tuondolee kutokuamini Bwana. Tunataka kupokea neema ya kunyakuliwa. Tunataka kuweza, wakati hiyo ngurumo ya siri itakaponguruma huko ng'ambo na kanisa linatwaliwa juu, tunataka kuwa tayari kuipokea hiyo Bwana. Tujalie, tuangalie Bwana kwa neno lako, hebu na tulichunguze, na kama tukiona ya kwamba tumepunguka, kama kuna wale hapa Bwana waliokuwa wamebatizwa katika vyeo wakiwa hawajui kitu kuhusu ubatizo halisi wa kweli, nijalie niwe mwaminifu kama Paulo wakati alipopitia kwenye pwani ya juu ya Efeso, naye akakutana na wanafunzi waliokuwa wakipiga makelele na kupaza sauti zao wakiwa na wakati mzuri sana. Yeye aliwaambia, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Hawajui kama yuko. Akasema, basi mlibatizwaje? Nao walikuwa wamebatizwa na yule nabii mashuhuri mtakatifu, lakini walibatizwa tu kwa toba. Ndipo wakabatizwa tena katika jina la Yesu Kristo, naye Paulo akawaamuru wabatizwe mara nyingine tena. Bwana, katika nuru ya neno lako, ninamwamuru kila mtu ambaye hajabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo akimbilie majini upesi, wakati mtu ukiwa una nafasi. Ninyi ambao hamjajaza na Roho Mtakatifu, ninawaamuru katika jina la Bwana Yesu Kristo, nendeni magotini, wala msiamke mpaka Roho Mtakatifu amewatakasa kabisa na kuwajaza na upendo na wema wake, mpaka nafsi yako imeridhika sana mbele ya uwepo wa Mungu, kwamba shauku yako yote ni kumtumikia na kumwishia yeye na kufanya kazi pamoja naye maishani mwako mote. Tujalie, ninaomba ya kwamba Mungu atakupa agizo hili katika jina la Kristo. Nampenda, kwani alinipenda kwanza. Nampenda kweli kweli. Sasa inueni mikono yenu juu na kununua wokovu wangu mjini Kalvari. Kama kuna yeyote anayeketi wanaosikia haja yao usiku wa leo, wanaojisikia wanataka kubatizwa, ama wanaotaka ubatizo wa Roho Mtakatifu, unajua haja yako imefunuliwa kwako, nawe unataka kukumbukwa katika maombi. Hakuna hata mmoja wetu anayeweza kukupa huyo. Tunaweza kukubatiza, lakini kitu kimoja sisi hatuwezi kukupa: Roho Mtakatifu. Mungu hufanya jambo hilo peke yake. Lakini ulihisi haja yako ya kwamba Mungu ananena na moyo wako, ya kwamba unamhitaji yeye na unataka tukukumbuke katika maombi. Unaweza kusimama ili tupate kujua wewe ni nani. Mungu na akubariki. Haja Bwana akubariki. Ninadhani kuna 150 labda wanaosimama hapa, labda ni kiasi hicho. Kama ningeweza kuwaona wote, sijui huko kwenye vyumba na huko nje walioinua mikono yao juu na kadhalika, lakini una haja. Sasa hebu na tuombe. Sasa ninyi mnaowaona watu hao wanaosimama karibu nanyi, nao wanasimama kama shahidi mbele za Kristo. Ninakuhitaji wewe Bwana, ninakuhitaji. Ninaamini mimi ni mmoja wao ambao wataona jina langu usiku wa leo nyuma ya ule muhuri kule ng'ambo.
lililoandikwa mle tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kitu fulani kiliugusa moyo wangu, nami ninasimama. Bwana, je, ni mimi? Je, unaniita? Ninataka unifunulie mimi jina langu kule. Nijaze na unitie muhuri ndani yako kwa Roho Mtakatifu. Ninyi ambao tayari mmetiwa muhuri ndani, ninawatakeni msimame. Wageukieni na mwawekee mikono kuwaombea. Sasa iweni waaminifu sana. Baba wa mbinguni, katika jina la Bwana Yesu, jalia Roho Mtakatifu aliye mkuu atende kazi kwenye kusanyiko hili kama upepo wa nguvu ukienda kasi na kuuita kila moyo hapa Bwana, na aushushe ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya watu hawa. Na kuna maji yanayongojea. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia wale waliolisikia lile neno, nao wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kusanyiko zima linaendelea kuomba.